because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Twende kwenye neno. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12. Mstari wa 12. Tuko pamoja. Pambana. Pambana katika vita vizuri vya nini? Pigana vita vya imani. Wajua ya kuwa imani ni vita kwa sababu umeitwa kuishi kwa imani. Mwili wako hautaki kuishi kwa imani, mwili wetu unataka kuishi kwa kile unachokigusa na kukiona. Imani ni hakika ya yatarajiwayo, hayajafika, na ushahidi wa yasiyoonekana, lakini mwili wataka kuona. Inamaanisha kuwa lazima upigane vita vya imani. Vita hivyo vinapiganwaje? Kwanza, tumia imani kuponya maisha yako. Wakati mwingine unafikiria utoto wako, kwamba nilikuwa mtoto wa kike au wa kiume ambaye sikufanikiwa haya, na huko walinitesa, na kumbukumbu hizo zimeathiri utu wangu. Unachukua imani na kuiweka hapo. Vita vya imani. Nimepona, na mshukuru Mungu. Mungu anashughulikia, simkanushi Bwana. Nilifunga ndoa na mtu ambaye hakuwa sahihi na nikateseka na nikapata watoto na nilipitia mambo mengi. Unapigana vita vizuri vya imani na unajazwa na imani, unaitumia kwenye ndoa hiyo. Nipo katika imani, simkanushi Bwana. Nasema ninashinda, na namshukuru kwa yaliyotokea. Baba yangu alikuwa mlevi. Asante kwa huyo. Mama yangu alinichukia. Asante kwa ajili yake pia, Bwana, kwa sababu hapa unamtengeneza mtu. Unamuunda kulingana na kile kilichotokea. Niambie kitu. Je, unaweza kubadilisha yaliyotokea? Je, yaliyotokea yanaweza kukubadilisha? Ikiwa hutaweka imani, inakubadilisha, inakuharibu, inakufadhaisha, inaharibu utu wako. Kuna watu ambao mtu anajiuliza, kwa nini mtu huyu anatata, yuko kimya? Kwa nini mtu huyu yuko hivi na haongei na hafanikiwi na ana woga? Ni kwa sababu ya yaliyopita ambayo hawezi kuyabadilisha, bado anaishi nayo. Basi utayabadilishaje? Imani, pambano, vita vya imani. Lazima nishinde katika maisha haya ambapo Mungu ameniweka kupitia imani. Nimefanya hivyo. Nimehitajika ili kuweza kufanya kazi, ili kuweza kuishi, ili kuweza kujitambua. Nilikuwa na maisha ya zamani mabaya sana. Baba yangu alikuwa mlevi na alimpiga mama yangu mbele yangu. Nilitamani afe. Nilisema kama baba yangu angeamka akiwa amekufa kesho, lingeleta nafuu kutomwona. Hivyo nilivyofikiri. Sasa ninaona aibu. Ninaenda kumwona. Ilibidi nitumie kile Mungu alichonipa, imani, ili kupona. Na hilo liliniongoza kwenye uraibu wa dawa na nilikuwa na ujana mbaya. Nasema mbaya ndani ya kile watu wanachokiita kibaya, kwa sababu kwa kweli nilifurahia sana. Lakini hilo ni baya eti. Nilifundishwa hilo ni baya. Kuna mambo mengi ambayo watu wanayaita mabaya na jamii imeyawekea lebo, hili ni baya.
Basi sote tunaishi tukiwa tumefadhaika, tukiwa na aibu na kuficha kile tunachohisi, tukifikiri usimwambie mtu yeyote, hakuna aliyeniona. Basi kila mtu ana mzigo mzito. Mimi hapana. Nilivunja hilo. Sina aibu kusema nilivyokuwa. Baba yangu alikuwa mlevi. Nilikuwa mraibu wa dawa. Nilikuwa gerezani. Sina aibu na hilo. Unajua kwa nini? Kwa sababu najua mimi ni nani. Na kile kinachojali ni leo. Yaliyotokea. Kilitokea. Mungu alimwambia Ayubu, ikiwa utapatana na mimi, yaliyopita yatakuwa kama maji yaliyopita. Utaweza kukusanya maji yaliyopita. Na wengi watasihi kibali chako. Watakuja kwako kukuomba msaada. Hilo ni ikiwa wema wa Mungu utakupata. Vita vya imani. Lazima ujifunze kuishi ndani ya imani hiyo. Sasa imani si kitu chochote. Nitakupeleka kwenye Warumi sura ya 3 ili uone imani ni nini. Warumi sura ya 3. Sinalalamika kwa lolote, liwe baya au zuri. Liwe baya au zuri. Nimeitwa kutoa shukrani, kutomkanusha Bwana na kujifunza kutokana na hilo. Unapojitambua katika Bwana ndivyo inavyofanya kazi. Hakuna anayepaswa kukuaibisha. Tazama sura ya 3 mstari wa 27. Kuhusu imani. Basi majivuno yako wapi? Yameondolewa. Kwa sheria ipi? Kwa ile ya matendo? Hapana, bali kwa sheria ya imani. Inamaanisha kuwa sheria ya matendo haikufanikiwa kusaidia chochote. Na ilizalisha majivuno. Kwa sababu ikiwa ulitenda zaidi ya mwingine, ulijivunia. Mimi ndiye. Ulijipiga kifua. Mimi nimefanikiwa. Huyu hapana. Mungu alianzisha sheria ya imani. Katika sheria ya imani sote ni sawa. Na majivuno hayawezi kuingia kwa sababu yameondolewa. Kwa sababu kwa imani unapata kibali chote cha Mungu. Unapata kila kitu cha Mungu. Sheria ya matendo ambayo ni kujiendesha vizuri, kushika siku, kutimiza mahitaji ya kidini. Hilo halikufanikiwa chochote. Mungu alianzisha sheria mpya. Sheria ya imani. Kama tulivyokuwa tukisema kwenye redio, wale waliosikiliza redio wanaweza kusoma nami sura ya 10 katika Warumi. Tazama inavyosema. Kuhusu sheria ya matendo sura ya 10 mstari wa 5, tazama inavyosema. Kwa sababu ya haki ambayo ni kwa sheria, Musa anaandika hivi, mtu atakayefanya mambo haya, atakayefanya matendo ataishi kwa hayo. Haki ambayo ni kwa imani inasema hivi, usiseme moyoni mwako, nani atapanda mbinguni? Nani ataokoka? Nani atakuwa na Mungu maisha yote? Mtu akifa ataenda wapi? Nani watakuwa wale watakaokuwa mbinguni? Usiseme nani atapanda mbinguni. Hii ni kumleta Kristo chini. Unajua kwa nini? Kwa sababu haki ambayo ni kwa imani inamchukua mwizi aliye kando ya Kristo. Mwizi anatamani kuamini. Hatamani kwa sababu ni zawadi anayoileta. Basi wakati huo anaamini, kama dada aliyepiga simu alivyosema, hajafika bado. Anamwambia, Bwana, unikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Naye anamjibu, leo utakuwa pamoja nami peponi. Unafikiri kwamba huko Yerusalemu walifikiri mwizi huyo aliokoka? Hapana, huko kulikuwa na mikrofoni. Hiyo ilikuwa mazungumzo ya mwizi na Mungu, na aliyesikia aliyeandika. Wengine hawajui, wanasema jambazi yule yuko motoni, wale wezi wawili. La. Katika sheria ya imani lazima uwe mwangalifu. Uwe mwangalifu. Kwa sababu kuna wanaume na wanawake ambao wana tabia ambazo wewe hujui kwa nini wanazo. Walivyokuwa na yaliyowapata. Na mwishoni kabisa, wanakiri imani yao.
Usiseme nani atapanda mbinguni, hiyo ni kumleta Kristo chini. Inakuhusu nini? Huyu ni mteule wangu. Kutakuwa na mshangao. Katika sheria ya imani usijaribu kumwingilia Mungu. Jishughulishe na mambo yako. Una imani ya kuokolewa? Ridhika. Usifikirie zaidi. Usiseme mtume kakosea, mtu huyu anastahili hivi. Ni kweli anastahili zaidi, lakini sisi ni nani wa kuamua? Je, unajua kwa nini? Kwa sababu ya sura ya 9. Angalia sura ya 9 ya Warumi mstari wa 11. 9:11. Angalia. Hii iliandikiwa Roma. Kama Paulo angefanikiwa kuishawishi Roma, Vatikani ingeleta habari hizi, zingefika Uhispania, sisi sote, kusingekuwa na umaskini popote. Kinachotokea ni kwamba Vatikani ya kijinga, kwa uongo wote waliouleta Uhispania, waliharibu mataifa yote kwa sababu Petro alikuwa mtiifu. Paulo ndiye anayezungumza hapa. Paulo anazungumza. Hawakumsikiliza. Nasema hili halijawahi kusemwa. Angalia sura ya 9 mstari wa 11. Hutapenda. Mwili hautapenda, lakini linasema kama hupendi, usijitayarishe, huendi. Kama hupendi, lazima uikubali kwa sababu imeandikwa. Angalia sura ya 9 mstari wa 11, isome. Angalia. Walikuwa hawajazaliwa wala hawakuwa wamefanya jema wala baya, ili kusudi la Mungu kulingana na uchaguzi liweze kubaki. Si kwa sheria ya matendo, bali kwa yeye anayeita. Mtoto yuko tumboni mwa mama, hajazaliwa, hajafanya jema wala baya, na Mungu anasema huyo ni mteule wangu. Hebu fikiria hilo. Lakini mteule huyo wa Bwana alizaliwa kwenye mtaa wa 8. Karibu na daraja kuna waraibu. Mteule alijifunza kutumia dawa akiwa mdogo. Akaharibu maisha yake kwa kuiba pesa chache ili kupata dawa, akamuua mtu. Na matendo yake hayamsaidii. Lakini Mungu alikuwa amechagua, hakuwa amefanya jema wala baya, ili kusudi kulingana na Mungu, kulingana na nini? Uchaguzi uweze kubaki. Wewe ni nani wa kumwingilia Mungu? Angalia, Yerusalemu kulikuwa na mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi. Mwanamke huyo hakuwa na dhamani kwa yeyote, lakini kwa bosi, kama anavyosema baba yangu, bosi mkuu, yule mkubwa, anasema baba yangu, yule mkubwa. Yule mkubwa ndiye mwenye dhamani. Mimi nasema kama mkubwa ndiye mwenye dhamani, nisikilize. Sikiliza, walikuwa wamemlaza, wamejiandaa kumpiga kwa mawe. Lakini alikuja yule mkubwa. Nini kinaendelea? Tulimwona mwanamke huyu akizini. Hiyo ni nini? Tendo baya. Mbaya sana. Hizi hapa mawe. Musa alisema wampige. Unafikiri Musa ni mkubwa kuliko mimi? Hapana, lakini ulimuita Musa, sivyo? Ndiyo, nilimuita. Mimi ni bosi wa Musa. Huyo ni mteule wangu, aliyechaguliwa nami. Jitayarisheni kwa mawe, nitauliza swali. Asiye na dhambi na atupe jiwe la kwanza. Dhambi ni nini? Dhambi ndogo sana, ndogo na kubwa. Unafikiri hiyo ni kubwa? Kwangu si kubwa. Kwangu kubwa zaidi ni chuki mlio nayo kwake. Akamwambia, mwanamke, hawakuhukumu? Wakaenda. Na wewe? Mimi pia. Wewe ni binti wa Ibrahimu. Wale wa imani hubarikiwa na Ibrahimu mwamini.
Angalia Warumi sura ya 5. Tuko Roma. Sikiliza, kama Vatikani ingehubiri hili, kama Vatikani ingekuwa mwaminifu kwa Mungu na ingehubiri neno na isingehubiri rundo hilo la rozari na skapulari na misa na udanganyifu. Walidanganya sana, wamefanya uharibifu mwingi. Vatikani hiyo ilikuwa na madhara. Na jinsi watu bado wanavyowaheshimu, wanabusu pete. Oh, huyo anakuja, yule jambo la ajabu, jambo la ajabu. Yule aliyetua. Ujinga ndivyo ulivyo, ujinga ni wa kuthubutu. Angalia Warumi 5:1. Tukiwa tumehesabiwa haki kwa imani. Kwa matendo. Kwa sheria ya imani. Tunayo amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa 2. Kwa nani pia? Hiyo ni pia, hawakuambia tu pita na ukae. Walikuambia furahia, chakula kimeandaliwa. Tunaingia na amani. Unajua amani inamaanisha nini? Nchi mbili zikiwa vitani kama Palestina na Israeli. Na mabomu huko. Juu ya mabomu. Hayo ni mabomu, hakuna amani. Lakini wakisaini mkataba wa amani, basi wanaweza kutembea, maana mabomu yamekwisha. Amani inamaanisha kutokuwepo kwa mivutano, kutokuwepo kwa mapigano, kutokuwepo kwa silaha. Mungu asema kwa njia ya imani tuna amani na Mungu. Si amani tu. Anasema tuna ufikiaji wa ufalme huu. Ninawaza ni kama kufika mahali na kuambiwa karibu, keti. Halafu wanatafuta vitabuni. Una miadi? Ndiyo, kuna miadi. Sawa. Wanakuruhusu kupita. Tuna njia. Kwa neema hii tuliyosimama ndani yake. Imara. Hapa hakuna hatia. Wazia upuuzi nikisema, njoni mbele wale walio vibaya, wale walio katika dhambi, njoni mtubu. Inasikika kijinga sana, baada ya ujumbe ulio wazi sana kwamba kwa imani Mungu anakuhesabia haki. Kuna kuhesabiwa haki. Heshimu alichoweka Mungu. Mungu akisema napendezwa kuwa anayeamini. Kwa imani mimi namhesabia haki. Ikiwa hilo linanipendeza, mhubiri ni nani wa kuongeza hilo? Mungu anakuhesabia haki. Na una amani naye. Sina yeyote, ni amani na Mungu. Mungu anasema mwanangu amefika. Unakumbuka mwana mpotevu, mfano wa mwana mpotevu. Mmoja alibaki ndani, yule mnafiki, yule wa matendo. Tatizo halikuwa yule alienda kutumia pesa. Tatizo lilikuwa yule aliyebaki naye. Nina hakika Baba alisema huyu mwingine ningependa naye angeondoka. Ndiyo. Yule mwema ndiye aliyeondoka, aliye katika dhambi. Huyo ndiye ninayemtaka. Naam, anasema alipokuwa akija akimwona akiwa mbali. Inaonekana Baba kila siku alikwenda kwenye balkoni. Alisema anakuja. Ni mwanangu. Na alisimama kutazama hivi, aliona vumbi kidogo kwa sababu hakukuwa na barabara kuu wala barabara. Je, ni yeye? Lakini labda alikuwa mnyama aliyekuwa akija. Hapana, hakuwa mnyama. Au Mungu anajua alikuwa mgeni. Lakini akimwona akiwa mbali, alikimbia na kumkumbatia. Mwanangu. Na kisha mara moja akaamuru sherehe ifanyike. Mvike pete, alama ya muhuri wa Roho. Mvike nguo mpya, alama ya utakatifu. Viatu vipya, alama ya Injili. Na twende, nitafutieni ndama walionona, nataka muziki wa salsa, nataka sherehe hapa ndani. Nataka merengwe, salsa, nataka sherehe. Na nileteni divai bora zaidi kwa sababu tutafanya sherehe. Tatizo lilikuwa yule mnafiki ambaye alikuwa ameketi akiwa amehuzunika kona, akiwa na uso mbaya na hakufurahia.
Kwa sababu alikuwa mfanyakazi, alikuwa mshika dini, alama ya wanafiki wa kidini wa wakati huu, ambao hawafurahii wakati Mungu anampa msamaha mwenye dhambi. Na baba akaenda na kumkumbusha, nini kinakusumbua? Ni ndugu yako. Mwana akajibu, unajua nimekuwa nikijiendesha vizuri na yeye amekuwa jambazi. Lakini, na tatizo lako ni nini? Nina wivu kwa sababu hujawahi kuchinja ndama kwa ajili yangu. Nini? Lakini ni kwamba uko hapo, unachotakiwa kufanya ni kutuma au kuwaambia wale wanaosaidia hapa nyumbani wakuandalie ndama, kula mmoja kila siku. Ikiwa hapa kuna kila kitu. Ulitazamia nini? Lakini kila kitu ni chetu. Nini kinakusumbua? Wivu huo unatoka wapi? Moyo ulikuwa mbali na baba. Hata hivyo, yule alienda kuitumia. Yeye alikuwa na udhaifu, mteule mwenye udhaifu, lakini alirudi. Na mara tu alipovishwa, mambo yanabadilika. Tayari tabia inabadilika. Unafikiri angeendelea vile vile? Hapana, sasa alifika, kulikuwa na sherehe. Alijihisi kupendwa. Ndivyo tunavyohisi. Ni bora sana. Ni vizuri kujihisi kupendwa. Unajua, nilipokuwa kwenye mfumo, kuna mambo ninayokumbuka yanayonivutia sana. Kulikuwa na bwana ambaye alitunga nyimbo. Na kisha yeye wakati mwingine nilimsikia akiimba. Na alisema, ni uzoefu gani wa msamaha unapokaa ndani ya moyo. Katika ndoto zangu nimetenda dhambi, lakini nimeinuka na msamaha. Na daima nakumbuka mistari hiyo, uzoefu wa msamaha. Alisema, katika ndoto zangu nimetenda dhambi, lakini asante Mungu, nilipoamka nimesamehewa. Na huo ndio uzoefu wako uliyebarikiwa. Hujalala, umekuwa macho, lakini unaamka na msamaha. Unajua kwa nini? Kwa sababu imani ilifanikiwa, kile ambacho hakuna anayeweza kufanikiwa. Tukiwa tumehesabiwa haki, basi kwa imani tuna amani na Mungu. Angalia kile imani inachofanya. Warumi 8. Warumi 8. Mstari wa 3. Imani inafanikiwa, hiyo ni sayansi. Hei, sayansi hiyo hakuna mtu duniani anaijua. Angalia, hakuna. Hata mimi sikuijua. Bwana aliniambia mimi binafsi. Ndiyo maana naijua, kwa sababu waliniambia. Lakini hii ni sayansi ambayo hakuna mchungaji wala mhubiri aliyekuwa amepokea. Nasema, kama angekuwa ameipokea, angekuwa amesema, na angekuwa amewasiliana, na hata kama angekuwa ameandika kitabu au kurekodi kaseti ambayo ingefika mikononi mwangu. Lakini angalia kile sheria ya imani inachofanikiwa. Sura ya 8 mstari wa 3. Kwa sababu kile ambacho kilikuwa hakiwezekani kwa sheria, kwa kuwa ilikuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu akimtuma mwanawe katika mfano wa mwili wa dhambi, na kwa ajili ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili haki ya sheria itimie ndani yetu, ambao hatuendi kulingana na mwili, bali kulingana na Roho. Hei, kile ambacho kilikuwa hakiwezekani kwa sheria kilikuwa kutakasa. Ndiyo maana mtume anasema, sheria si ya imani. Sheria haikukamilisha chochote. Lakini kile ambacho kilikuwa hakiwezekani kwa sheria, kwa kuwa haikuweza kwa sababu ya udhaifu wako wa kimwili, Mungu akimtuma Yesu Kristo. Na kwa kufa msalabani alifanikiwa kwamba haki ya sheria. Unajua, hakuna mtu aliyeweza kutimiza sheria. Musa ambaye ndiye aliyeitoa. Na moja ya amri ni usiue. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuua Misri. Na moja ya amri ni usizini. Na akazini. Alioa mwanamke Kushiti alipokwisha kuoa binti wa Yethro.
Hakuna aliyeweza, hakuna. Hata Maria hakuna. Mungu alivaa mwili na kuitimiza sheria. Unataka nini sheria? Nataka kifo kwa wote, kwa sababu wote wametenda dhambi. Basi hapa ndipo. Mimi ni mbadala. Nakufa. Lakini uwahesabie haki. Na wakati sheria ya imani ni ya bure. Lakini iligharimu sana. Iligharimu kifo chake yeye. Akaja akafa. Alipofufuka akasema imekwisha. Sasa wewe kwa sheria ya imani unahesabiwa haki kama umetimiza amri 10,613 kwa ukamilifu. Sheria ya imani ilitimiza. Huna haja ya kulipa malipizi. Huna haja ya kwenda kuungama kwa mtu. Angalia, nilifanya dhambi. Ulisema ulitenda dhambi. Hilo halipo. Umesamehewa. Hakuna anayepaswa kukuambia angalia, mwenye dhambi duni. Kwa sababu utasema hapana, mwenye dhambi duni, hapana. Hiyo ni miaka 2000 iliyopita. Gazeti la jana. Habari za kale. Hakuna wenye dhambi. Kuna familia ya imani ambayo haijapokea maarifa haya. Asante Mungu umepokea maarifa haya. Sisi tumeonja upendo wa Mungu. Na ndiyo maana sisi ni familia ya imani. Na ndiyo maana angalia, tutaendelea kukua na hakuna anayeweza kusimamisha hili. Nimekuwa hapa miaka 16 nikikuambia. Na unajua kuna watu dhaifu katika imani. Imani si dhaifu. Wao ni dhaifu katika imani. Wanakuja hapa, wanasikiliza na kusema, hapana, hilo litaisha hivi karibuni. Na wanasema hivyo kwa miaka mingi. Hilo liliisha. Hilo hapana, sio. Bwana huyo ana wazimu. Kinachotokea ni kwamba wazimu huu ni wa imani. Unakuja na wazimu wa kuhubiri Injili. Unajua kwamba Yesu katika siku za mwili wake ili kushinda ilibidi aonekane dhaifu sana. Kama hakuwa akifikia watu wengi. Kwa sababu alitisha na walimgundua kabla ya wakati. Basi walisema ni wachache tu. Na basi aliponya. Na akasema vumilia hili. Usimwambie mtu yeyote. Na aliendelea hivi. Na hivyo ndivyo tulivyo. Sisi ni wachache. Jihadharini. Lakini tunakuwa ulimwenguni kote, tunakuwa kwa njia ya ajabu sana. Na watu wanapokea. Miami tunaonekana hatuna hatari. Lakini hili ni jitu linalokula mfumo huo wote. Sikiliza na nitakuambia kwa nini, nitakupa mfano. Angalia katika Agano la Kale. Kulikuwa na mfalme aliyesimamisha sanamu. Nebukadreza. Akasimamisha sanamu na akaamuru waiabudu. Na ilikuwa na kifua cha chuma na mabega na kichwa cha chuma kingine cha dhahabu, fedha, shaba. Na ilikuwa sanamu ya ajabu. Na ilitia hofu. Tatizo pekee sanamu ilikuwa nalo lilikuwa kwamba miguu yake ilikuwa ya udongo. Imara lakini miguu ya udongo. Fikiria kwa ndoo ya maji unayoweza kuimwagia. Ndoo, chombo kikubwa cha maji. Udongo unaloa na sanamu inaporomoka. Ilibidi kumwagia maji. Na unajua kwamba neno la Bwana ni ishara ya maji safi kabisa. Na basi sanamu hiyo inawakilisha dini za ulimwengu ambazo zimeinuka kama majitu yenye nguvu na zina mamilioni na zimekuwa na kuna maelfu ya dini na zote zikienda bila mwelekeo, haziheshimu imani hata kidogo. Kama wangeiheshimu ungekuwa umesikia. Na inaonekana basi sisi ni kama ndoo za maji. Sikiliza. Na
Maji kidogo hapa na maji kidogo zaidi kule yanadhoofisha sanamu hiyo. Na utafika wakati ambapo sanamu itaanguka. Unajua kwa nini? Kwa sababu dini hizo ni kubwa na zimenenepa. Lakini msingi ni wa matendo, udongo. Ishara ya tuna hazina hii katika vyombo vya nini? Udongo, na udongo haushikiki sana. Inamaanisha ni sanamu kubwa. Soma Danieli ili uone kuwa sanamu hiyo inatisha. Lakini haina msingi. Na unajua udhaifu wetu ni nini? Kwamba sisi tuna msingi. Kwamba kila tunachofundisha kimejengwa na hili. Hapa hakuna amri za wanadamu, mafundisho ya wanadamu. Hakuna unyanyasaji wala hofu. Unakuja wakati unapotaka na unakaa miezi miwili na unarudi. Hakuna anayekuambia njoo, rudi, nini kimetokea. Tunaliacha neno lifanye kazi na wewe na litende kazi yake. Tunakuheshimu sana. Na huo ndio msingi wa neno la Bwana. Tutasimama. Utukufu kwa Mungu. Sema hii sheria ya imani. Sema ninaishi kwa sheria ya imani. Mimi ni wa imani. Hili ni neno la imani tunalohubiri. Kama huwezi kushinda kwa imani, hutaweza kushinda kwa chochote, kwa sababu bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na wewe ni wa imani. Una karama ya imani. Wewe ni zaidi ya mshindi. Hakuna kitu dhidi yako kama hakuna dhidi yangu. Wakati ninaposimama katika imani ya msingi wa Injili, hakuna anayeweza kutushinda. Tutashinda mataifa. Tumebarikiwa kwa baraka zote.